Asante sana wapendwa, asante sana, nimekuja kwenu na leo na mada nyingine nzuri sana nataka tuiongelee siku ya leo. Mada yetu ya leo ni kwamba kuna mzee mmoja alikuwa mfugaji, alikuwa na mifugo nyingi sana. Ilifika siku moja mzee huyo akaenda kijiji cha jirani. Alivyofika kwenye kijiji cha jirani pale, alikuta wakulima wana mazao ambao wanayauza, na alikuwa bei nafuu sana, bei nzuri kabisa. Yule mfugaji alitamani kuyanunua yale mazao yote kutoka kwa wale wakulima, lakini yule mzee alikuwa hana pesa. Alichokifanya, alipigia marafiki zake wafanyabiashara, akawaambia wamkope kiasi cha pesa aweze kununua yale mazao na akayauze mjini, na atakaporudi atakuja kuwarudishia pesa zao. Alipigia wenzake wafanyabiashara karibia 3 4, wote walimwambia kwamba hawana pesa. Lakini yule mfugaji, hatua aliyoichukua ni kwamba alichukua mifugo yake akapelekea wale wafanyabiashara, akawaambia, nataka mshike ng'ombe wangu wawili hao, munipe kiasi cha pesa nikayanunue yale mazao, na nitakapotoka mjini kuyauza nitakuja kuwarudishia pesa zenu. Wale wafanyabiashara walivyoona ng'ombe wanono wale walikubali, wakachukua zile ng'ombe 2 wakabaki nazo, wakampa yule mfugaji kiasi cha pesa. Kweli yule mzee alirudi kwa kile kijiji akanunua yale mazao yote na akayapeleka mjini. Kufika mjini aliyauza, alikuta soko nzuri sana, akayauza yale mazao na alipata faida nzuri. Yule mzee aliporudi ili aweze kuwarudishia wale wafanyabiashara pesa zao, alikuta wale wafanyabiashara wamekwisha chinja zile ng'ombe 2. Yule mzee alihuzunika sana, alihuzunika kweli kweli. Lakini alichokifanya yule mfugaji, aliwaambia wale wafanyabiashara kwamba nimeshukuru kwa kile mlichonitendea, na pesa zenu nilizochukua kwenu hizi hapa. Akawarudishia pesa zao na akawaambia kwamba sitaki, kwa sababu nimeona kwamba zile ng'ombe nilizowaachia mnishikie tayari mmekwisha kuzichinja, na hao ng'ombe siwataki tena. Yule mzee aliondoka, lakini wale wafanyabiashara, ile hali yule mzee aliyowaonyesha pale, walibaki na wasiwasi sana, lakini yule mzee aliondoka. Sasa nakuja kwako ndugu yangu, kama ingekuwa ndio wewe ndio yule mfugaji ambao ng'ombe wake 2 wamechinjwa pasina kuwa na makubaliano yoyote na wale wafanyabiashara, nini ungefanya? Maana yule mfugaji aliwarudishia zile pesa zao wale wakulima na akawasamea wale ng'ombe zake ambao wamekwisha kuchinjwa. Kama ingekuwa wewe ndio yule mfugaji, nini ungefanya? Toa maoni yako, gawa kipindi kina watu wengine tuweze kusikia maoni ya watu. Asante sana na Mungu atatubariki wote. Amena.